La kwanza ni waombe kwa heshima kubwa mpokee salamu kutoka kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alitamani kuwa nasi siku ya leo, lakini kutokana na mwingiliano majukumu ameshindwa kuwepo pamoja nasi. Amenituma tena niwape salamu nyingi za shukurani kwa utumishi wa Jenista, shukurani nyingi kwa familia yake, kwa ndugu zake, lakini vile vile shukurani nyingi kwa wananchi wa jimbo la Peramiho na wananchi wa mkoa wa Ruvuma ambapo ndipo alipotoka Jenista ambaye alikuwa na utumishi wa kutukuka kwa nchi yetu. Jenista alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake, na sisi siku zote tunaamini kwamba kiongozi, unapowaza tu kwamba nataka kuwa kiongozi, lazima akili yako ikwambie kuwa kiongozi maana yake kuwa mtumishi wa wenzako. Kuwa kiongozi sio kutafuta kuwa bwana mkubwa, sio kutafuta kuwa mnyanyasaji. Kiongozi anapaswa kutafuta kuwa mtumishi wa wenzake. Kama huna moyo wa kutumikia wenzako, basi huna wito wa uongozi. Ndio maana tunawasisitiza viongozi wetu, ukishaamua kugombea na kushiriki uongozi, wapende wananchi wako zaidi ya chochote. Kuwa tayari kuwatumikia wakati wote. Daima simamia maendeleo yao na mafanikio yao. Wananchi wako wakuone wewe ndio mtetezi wao wakati wote. Na hivi ndivyo alivyokuwa Jenista Joakim Mhagama. Tunaona fahari kumzungumzia kutokana na utumishi wake uliotukuka. Katika kipindi cha miaka 25 ya ubunge wake, amekuwa waziri kwa miaka 10. Katika miaka 15 ya ubunge wake ambapo hakuwa waziri, utumishi wake ulikuwa utadhani ni waziri pia. Wananchi wamepoteza mtu muhimu, serikali imepoteza mtu muhimu, lakini Chama cha Mapinduzi pia kimepoteza mtu muhimu sana. Pote mchango wake hautaweza kufifia. Sisi kama serikali tutaendelea kuenzi mchango wa Jenista kwa kuendelea kutambua kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali zake lazima viendelee kuwa watetezi wa wananchi wa chini. Naomba viongozi wote wa serikali wahakikishe kwamba wananchi wa kawaida ndio wanakuwa kipaumbele chao katika maisha ya kila siku. Dada mkubwa amepumzishwa hapa leo, tunalipokea jukumu la kutunza nyumba yake ya milele kwa heshima na moyo wa shukrani kwa maisha yake yaliyokuwa mfano wa uchapakazi na maadili mema, maisha yaliyoshamiri siasa ya huduma, siasa ya kusikiliza na siasa ya kuunganisha watu. Maisha yake yalijaa uongozi wa kweli ambao haukupimwa kwa madaraka bali kwa wema ambao ameuacha katika mioyo yetu. Watoto wa marehemu, dada zake na wadogo zake, niwahakikishie sisi ndugu zenu tutaitunza nyumba ya milele ya dada yetu Mheshimiwa Jenista Mhagama. Kwa hiyo leo nina heshima kubwa ya kumleta tena mama yangu hapa kwenu nyie, baba zangu, mama zangu, kaka zangu, ndugu zangu wana Luanda, ni wauoni Mau amerudi nyumbani kwake. Nawashukuru sana wahosi wa mahosi, ameruhusu binti yao Jenista Joakim Mhagama, mwana Magigi Manjani, mwana wa Zulu Gama, mwana Shawa, aje kulala na mume wake mpenzi hapa Luanda. Ametupa hiyo heshima. Nawashukuru sana wana Luanda. Nawashukuru nyote mliotukimbilia kuja kuungana nasi kwenye msiba huu. Asanteni sana kwa kuja. Wakati huu mtoto mkubwa marehemu ameongoza ndugu zake, dada zake pamoja na mdogo wake Joakim leo mwisho kushusha mwili wa marehemu Jenista Joakim Mhagama Ngonyani. Wakati mwili unashushwa